Kwema? Mungu ni mwema mwanangu. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia sana. Mwenezi, tuanzie hapa kwenye kile ambacho kilichotokea Gombani. Rungu limepita kwa klabu ya Azam FC kutoa faini ya milioni 50 kwa kosa la kugoma kuvaa medali mara baada ya kuwa mshindi wa pili. Aligoma kuvaa medali, na pia hata vile vile kutokana na ile kauli ya kiongozi mkuu wa Azam FC kusema kuwa waamuzi hawatendi usawa, na kiongozi ametoka kwenye kamati ya maadili. Pengine hicho ambacho kinachoendelea ndio kile ile tafsiri kuwa kuna baadhi ya watu mzani unawalalia sana. Mwenezi, mimi ninachokiona kwamba TFF na bodi ya ligi waangalie namna ya kuwa wanatatua matatizo ambayo yanasemwa, ila wasio wanatumia ile watu kusema kwa matatizo yaliyokuwepo wakawa wanatumia kama ni opportunity ya wao kuweza kujipatia kipato. Yani ni kama vile unamtuma mtu, hebu nenda kamchokoze mtu fulani, afu yule mtu akisha react wewe unamfuata yule mtu aliye react ili uweze kumpiga faini ili upate chochote. Inakuwa kama vile ni mpango maalum ambao unaonekana ni rasmi kwa maana unafanya kazi, lakini sio rasmi kwa sababu haujalalishwa kufanya kazi. Sijui umeelewa? Kwa hiyo kuna namna ambavyo inabidi waangalie ili kuweza kuwa na solve haya matatizo. Ligi ya Tanzania miongoni mwa ligi ambazo zinasemwa kuwa ni bora sana, lakini ni jambo katika vitu vya aibu ni kwamba ligi hii ambayo inatamkwa kuwa bora, mashindano yote makubwa duniani mpaka Afrika, unaona kabisa waamuzi wa Tanzania sio sehemu ya vipaumbele vya mashirikisho ya mpira duniani mpaka hapa kafu. Sijui umeelewa? Kwa hiyo unapotangaza na ligi bora, lakini kuna kuna vitu na complain, unatakiwa kuvifanyia kazi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo TFF na bodi ya ligi waangalie namna kusolve matatizo ambayo watu wafaje wanalalamikia. Leo hii Azam FC umempiga faini shilingi milioni 50, umempiga Zuberi Foba milioni 2, umempiga kocha wetu magolikipa milioni 2, almost milioni 54. Sawa, timu italipa zile faini kwa sababu ni kweli kuna makosa ambayo faje yametokea, lakini je, sababu ya yale makosa ni nini? Umejaribu kuyafanyia kazi? Namna gani unaweza kuyatatua? Unatuaminisha vipi sisi washabiki wa Azam FC kwamba kitendo cha watu kulaumu masuala ambayo yanahusiana na masuala referees kwenye mechi, wewe hujachukulia mamlaka yoyote, hujachukulia hatua yoyote? By the way, umekuja kumlinda yule referee kwa maana kuipiga faini timu ambayo imelalamika, lakini yeye kuendelea kumentertain na kuendelea kumtumia na kuendelea kumlinda kwamba hajapatwa na adhabu yoyote. Tafsiri yake nini? Unatuaminisha tuamini kitu gani? Kwa hiyo unagundua kwamba kuna namna ambavyo TFF na bodi ya ligi waangalie jinsi ya kuweza kusolve haya matatizo. Mwenezi, umeongea kuna kauli yako moja, umesema kuwa kama kuna mtu anatumwa aende akamchokoze mtu fulani, mtu akishachokozwa akirudishwa ndio yule mtu anaorudishwa anapewa adhabu. Pengine hapa nani aliyotumwa kwenda kuchokoza? Sasa aliyetumwa kwenda kuchokoza, wewe angalia scenario utaelewa. Yesu kila kitu mpaka mimi nikimalizie. Lakini angalia, je, Azam walikasirika kwa sababu gani? Walikuwa wamesema nini kimewakasirisha? Wamelalamika maamuzi ya referee kiwanjani ndani ya dakika 90 kwanza, lakini ukimsikiliza mmiliki wa klabu ya Azam kwa maana ya Jamali, amesema sio kwenye mechi hii tu. Amesema swala la referees imekuwa ni ugonjwa wote wa ligi yetu. Kwa maana yake sio kwenye mechi ile moja, lakini ile mechi moja ndio chanzo pia. Sijui umeelewa? Kwa hiyo unapata kitu kwamba ugonjwa wa marefa, je, analalamikia Jamali peke yake? Sio kila mtu anaulilia ugonjwa. Je, shida kweli ipo au haipo? Unagundua kwamba shida kweli ipo. Hasa kwa nini ushindwe kusolve shida ambayo ipo, ila wewe watu wanaolalamika kuhusu shida waenda kupiga faini? Na kwa nini sisi tumepigwa faini au sio bwana, kwa kutokwenda kuvaa zile medali? Ila mimi nimeshangaa nchi hii kuna watu walisusia kuto kucheza mechi. Washabiki walishakata tiketi, wameshalipa hela viingilio, waliingia mpaka kiwanjani. Mpaka leo sikumbuki ni faini gani ambao walipigwa wale watu. Mpaka leo nakwambia sikumbuki faini gani ilipigwa. Unatuaminisha nini kwenye mpira wa Tanzania? Ndio kwamba wachezaji timu zote tupo kwenye ligi kuzisindikiza timu mbili tu? Hiyo ni mindset ambayo Azam FC hatuitaki. Kusindikiza mtu nyamtaki. Haiwezekani kwa sababu si uwezo kushinda nao tunao. Ila sasa fair competition ndio haitakiwi. Hasa kwa maamuzi kama haya unatuaminishaje? Ni matendo ndio yanaongea zaidi kuliko maneno. Kwamba vitendo kama hivi tutapigwa faini, vitendo kama vile marefali wanatukandamiza, kwamba ndio wanatuaminisha nini kwenye matendo haya? Sijui umeelewa? Kwa hiyo kuna namna ambavyo TFF na bodi ya ligi waangalie namna ya kutatua tatizo hili ambalo limekuwa ndio nyimbo sasa ya ligi kuu Tanzania bara. Kila mtu anaimba hii nyimbo, isipokuwa timu mbili tu ndio ambazo haziimbi. Na kama zinaimba basi zidi ya wao kwa wao. Ila sisi wengine tunaimba hizi nyimbo kwa timu zote. Na Mwenezi, tuangazie hapa. Dirisha la usajili limefunguliwa na klabu ya Azam FC na tajwa kuwania saini za nyota mbalimbali. Huku
klabu ya Msimbazi Simba wenyewe, kilio cha mashabiki wengi wa Simba wanamuimba Zanzibar Finest Faisal Salum Feitoto Abdallah, na kilio cha mashabiki. Na nikumbushe tu, miongoni mwa kitu ambacho mzabuni wa jezi alisema kila season atakuwa anasajili mchezaji pendwa ambao watakuwa wanamtaka wenyewe mashabiki, na anasajili, na saizi kilio cha mashabiki wa Simba Sport Club ni Faisal Salum Feitoto. Pengine kwa namna ambavyo unavyomuona Faisal Salum Feitoto, namna anavyohudumu Azam FC, kuna baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa Fei ana furaha akiwa ndani ya Azam FC, manake anaukata na makombe. Ndugu yangu, kwanza nikupe siri moja. Tupo Makumbusho hapa. Unaweza kupanda daladala yote kwenda nyumbani kwenu ukampa kondakta medali akakuelewa? Hapana. Ila ukimpa hela, unadhani duniani tupo kutafuta nini? Duniani tupo kutafuta vitu viwili tu. Kuitafuta pepo, kwa maana hatima ya Mwenyezi Mungu aliyetuumba, lakini na kutafuta fedha. Kwa sababu ndio hatima ya mwanadamu ilipo sehemu hizo mbili. Asiyekuwa na pesa duniani anadhalilika. Umeelewa? Ila mwenye pesa duniani hadhaliliki. Sijui unanielewa? Lakini medali haijawahi kuwa sababu ya mchezaji mwenye akili timamu kuonekana kwamba eti yeye medali na kumfelisha kwenye. Sio kweli. Faisal leo ndio mchezaji ambaye analipwa mshahara mkubwa sana Tanzania. Unataka kumpeleka kwenye timu gani? Akalipwe kwa mkopo? Unataka awe anadai fedha? Faisal ndio mchezaji mzao wa Tanzania ambaye mpaka sasa hivi ameonekana kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao anayetumia vizuri likizo yake. Ni Faisal Salum Abdallah. Nitajie mwingine. Huwezi kuwa na mshahara wa kunjunga ukategemea kuishi maisha bora, haiwezekani. Na narudia na wewe ujui, wewe ulijui hilo. Hizo timu kila siku zinadaiwa mishahara. Mimi nikwambia kitu kingine. Tena hiyo timu ambayo umetaka kuitaja, Simba wafikia tu wanabidi wapate kuwa na akili. Wasiwe kama watu ambao ni vilaza, hawana akili timamu, mambumbumbu. Yaani isiwe kama midubwasha fulani ambayo inabebwa na kusukumwa kupelekwa vile ambavyo watu wanakuwa wanataka. Hivi Faisal ana mkataba wa miaka mingapi pale Azam FC? Mwaka jana kabla hajamaliza mkataba, amerenew contract, ameongeza miaka mingapi? Ametumikia mwaka mmoja, bado miaka mingapi? Wewe unakuja unaaminishwa propaganda kwamba Faisal anaondoka Azam. Wewe una akili au una akili? Na wewe unaamini unaibeba ile ajenda kwamba anakuja Simba Sports. Akili zako zinafanya kazi? Tukikwambia wewe una akili, tutakuwa tunakosea. Labda wana imani na mzabuni wao anaweza akauterminate. Aliahidi mwaka jana, amempata. Amemkosa akiwa amebakiza mwaka mmoja. Sijui umeelewa? Yaani akiwa amebakiza mwaka mmoja amemkosa. Ataweza kumpata leo akiwa amebakiza miaka miwili. Hilo jambo linaingia akilini kweli? Waambie wafikie muda ufike wakati wawe na akili timamu, wasiwe kama wandawazimu, wasiwe wanaamini kila neno ambao wanaambiwa. Wao sasa hivi ni vijana, wanaweza kuchakata mambo na kuyachanganua mambo. Watumie akili. Sijui umeelewa? Hii agenda na hii swala market share, kuna sehemu niwaambia kwamba hii ni agenda ambayo kuna baadhi ya wachambuzi na baadhi ya mashabiki wanaamua tu kuitumia kama agenda ya kupata likes kwenye mitandao ya kijamii na kupata comment. Lengo ni kupata engagement kubwa kwenye page zao. Lakini kiuhalisia ni kitu ambacho kiwezi kwenda kutokea. Sijui umeelewa? Haiwezekani, kwa sababu mkataba aliokuwa na Faisal Azam FC kuondoka ni shida. Kwanza malipo yake yenyewe mazito. Huko sio Simba, sio Yanga. Hakuna mtu anaweza kulipa malipo yale. Hakuna mtu anaweza kulipa. Bosi mwenezi. Hakuna bosi huyo Tanzania. Wewe unajua mshahara milioni 50 kila mwisho mwezi kwa mwaka ni shilingi ngapi? Signing fee aliyosaini shilingi ngapi? Ana mkataba huyo. Yule ni balozi wa bidhaa za Azam FC. Mnajua mkataba wao mjui? Unajua amesaini kwa miaka mingapi? Atakuwepo Simba, atakuwepo Yanga, huko anatumikia brand ambassador wa Azam. Itawezekana? Mkataba wake wa brand ambassador unajua miaka mingapi? Kwa hiyo kuna watu, kuna muda akili zao kama vile vilaza. Yaani unaona kabisa kwamba huyu hamna kitu Ila unamsikiliza unamwacha mimi aendelee kuaminishwa vitu ambavyo vipo. Kwa sababu hulka yao. Wanamtamani sana. Kutamani sio dhambi. Yaani hiyo swala kutamani, sasa ungekuwa unaniambia wanamtamani, ningekwambia sio dhambi, kwa sababu hata mimi hapa, hata mimi Azam FC, kuna baadhi ya wachezaji natamani wawepo Azam FC, waitumikie Azam Football Club. Upande wa pili Msimbazi. Kwani wachezaji wako Simba na Yanga tu? Sio huko, wachezaji wapo wengi tu. Giri Mugisha ni miongoni mwa watu ambao natamani wawepo Azam FC. Mtu mmoja anaitwa Jibril Sira. Natamani arudi Azam FC. Natamani arudi Kiple Junior. Hizo ni tamaa ambazo huwezi jua kama zitatimia wazipo. Natamani arudi Kiple Junior. Sijui umeelewa? Natamani wawepo pale waje kufanya kazi Azam Football Club. Natamani kuiona combination ya Jibril Sira. Natamani kuona combination ya Kiple Junior. Natamani kuona combination ya Faisal Salum Abdallah kwa watoto kwa pamoja. Watazalisha kitu gani kwenye viunga vya Azam FC? Kwa hizo ni tamaa ambazo tunapaswa kuwa nazo, ila kutamani sio dhambi, lakini kuaminishwa na wewe kuibeba hiyo kama ajenda kwamba ni kweli inaenda kuwa hivi, ndugu yangu, utakuwa unaumwa akili na utatakiwa upate matibabu. Shukrani. Asante.